Sana. Nimeziona na kiusema kweli zimenishangaza sana. Ukiona kauli inatoka kwa afisa habari wa club, ina maana imetoka kwa uongozi. Ina maana uongozi wa klabu ya Yanga wamebariki Alikamwe akazungumze lile aliloenda kulizungumza pale. Alikamwe amezungumza mambo karibia matano ambayo bodi ya ligi na kamati ya saa 72 wamefanya makosa na wanataka kupata ufafanuzi wa kile ambacho kimetokea. Sasa kwangu mimi imenishtua sana, na kama uliona kwenye page yangu Instagram nimeandika nikasema kwa mwenendo tunaoenda nao, kama bodi ya ligi wataendelea kuwalea Yanga Afrika kwa hiki ambacho wanakifanya, wataendelea kuwapanda kichwani. Yaani wataendelea kuwapanda kichwani, kwa sababu bodi na kamati haipasi kupangiwa chochote na klabu yoyote, kwa sababu wakiruhusu haya mambo kuendelea, hawatakuwa na nguvu yoyote ya kufanya maamuzi. Watakuwa wanafanya kazi under pressure, kwa maana tunajua tukifanya hiki tutasemwa na klabu fulani, tutaambiwa na klabu fulani. Yanga ndo waliosababisha paka leo mwenyekiti wa bodi ya ligi Almasi Kasongo alijiuzulu. Alikuwa ni Steven Mguto. Steven Mguto alijiuzulu mwenyekiti, lakini pia hao Young Africans waliofanya Almasi Kasongo akafurushwa, kwa maana akaondolewa kazini na rais wa TFF, kwa maana alikuwa ni CEO wa bodi ya ligi. Lakini unaona katibu pia wa TFF Kidao Wilfred, na sasa hivi muda wake uliisha, hawajamuongezea mkataba. Haya yote ni Yanga mara baada ya tucheze. Sasa kama watu wataruhusu kuendelea Young Africans kuwashinikiza na kuwapa mashinikizo kama haya, itawatoa mchezoni na mwisho wa siku tutashindwa kuona ladha ile halisi ya mpira, kwa sababu watakuwa wanafanya kazi under pressure kwa kuwasikiliza Yanga, kwa kuwasikiliza Simba. So kamati wanapaswa kusimama kwenye maadili na miiko yao. Kama Yanga wanahitajika kupigwa rungu kwa hiki ambacho kinaendelea, wasiwadekeze, wasiwaendekeze. Mimi nimeshangazwa sana. Moja ya vitu ambavyo wale amezungumza, cha kwanza anasema ameshangaa sana kamati ya saa 72 imechelewa kuketi. Mechi imechezwa kati ya Dodoma Jiji na Simba. Selemani Mwalimu amempiga Andy Bikoko kiwiko. Ilipaswa iamuliwe kwa siku 3 kuelekea mechi ya Kariakoo, dabi ya Kariakoo, lakini imecheleweshwa. Kwa nini? Mpaka mchezaji ameenda kucheza mechi ambapo tayari alipaswa kuwa na adhabu ya kufungiwa. Kwa maana hapo Alikamwe anauliza kamati. Leo kamati inataka kupangiwa na Yanga lini iketi, lini ifanye uchunguzi, lini ifanye upembuzi yakinifu ili iweze kubaini. Kwa sababu kamati ile ikae tu kama amekutana wauni, wameenda kukaa pale Jangwani, wameenda kunywa kahawa. Haipo hiyo. Kamati sio tu watu wamekusanyana wakaenda wakakaa mahali wakaanza kufikiria. Kamati lazima ianze kuchimba na kuangalia kanuni zinasemaje. Mchezaji huyu wakati anampiga kiwiko Andy Bikoko, nguvu iliyotumika ni nguvu ya unacheka nini? Na kusikiliza. Ninyi nimetumwa ninyi wao wanacheka sasa. Mimi naongea tu, yani nasemaje? Mnanipandisha hasira saa hizi ujue. Na nataka niwe mechi ya Simba. Nasemaje? Kamati naangalia nguvu iliyotumika. Je, Selemani Mwalimu alimshindilia ama alimrudishia? Sasa wanafungiwaje mechi 5? Ile ya Jonathan Soa ndio sasa Alikamwe kwa nini amefungiwa mechi 5? Yes, Ali ameuliza kwa nini asifungiwe mechi 5 kama wengine walivyofungiwa kina Ibrahim Baka. Lakini kwa dika amecheleweshewa, amekuja kufungiwa mara baada ya kucheza dabi na vitu kama hivyo. Lakini unajiuliza maswali. Kamati wao ndio wanafanya upembuzi yakinifu kugundua kwamba huyu nguvu aliyokutumia ni nguvu ya kiasi gani. Mwalimu alikataa ile, kwa hataki dharau. Amewekewa mkono na yeye akarudisha. Hajamshindilia ile sio kiwiko, hajamshindilia, alimgusa. Sasa ni Pepsi kidogo, lakini ile ya Jonathan Soa ilikuwa yenyewe sababu alimshindilia Emidi Mao chini pale. So kamati ndo wanapanga na kamati ndo wanajua. Sasa kama Yanga wao leo wana nguvu ya kuweza kuambia kamati, kwa hoji kamati kuhusiana na hilo, ina maana hakutakuwa na haja ya kuwa na kamati. Basi Yanga ndo kakae pale. Yanga ndo waende kakae pale. Wanapata vizuri? Ninamwambia Alikamwe, kama wao wanaona wao ndo wanaweza wakaiamrisha kamati, basi wao ndo waende wakakae kwenye kamati waweze kutatua na waweze kutoa hizo adhabu na mambo kama hayo, kwa sababu kamati ndo inapanga. Wanalalamika kwa nini Mwalimu amepewa adhabu mara baada ya dabi? Kwa nini Mwalimu amefungiwa mechi 3? Wanauliza maswali yao. Lakini ameenda mbali sana. Anasema waamuzi wa mechi ya dabi ya Kariakoo waliadhibiwa. Mwamuzi mmoja ameadhibiwa miezi 6 kwa kosa la kutafsiri ni offside wakati Mwalimu kafunga goli halali. Na pale wameandika kwenye taarifa yao ya kamati ya saa 72 wameandika kwamba ni goli halali. Simba amenyimwa goli halali. Wanapata vizuri? Goli halali na dakika 90 ziliisha 0-0. Alikamwe analalamika, anasema inakuaje
Maamuzi yule aliyeamuru kwamba sio goli ameotea Selemani Mwalimu, kwa maana Kasim Mpanga, kwamba kwa nini aonywe miezi 6, halafu Hamdani Said ambaye yeye alikataa offside akisema ni offside ya Dube wakati ni onside amefungiwa miezi 3. Kwa nini wame double standard? Kwa nini wote hawajafungiwa miezi 6? Kwa nini wengine wote hawajafungiwa miezi 3? Kwa nini mmoja afungiwa 6 mwingine 3? Ali anahoji. Lakini pia anahoji kwamba kwa nini waseme ni goli halali wakati goli lile mechi imemalizika 0-0. Kwa nini waweke pale kwamba ni kwenye ile taarifa yao kwamba ni Simba amenyimwa goli halali? Ni kanuni ipi inasema hivyo? Ilipaswa Simba ndo wafanye press kudai goli lao au Young Africans? Simba hawana utoto. Ndakuchapa makofi ujue. Simba lino ameshakuwa na utoto wa kuita press za kitoto zile. Kwamba eti wale watakaa watajadili. Simba wanasikiliza kamati, na ndio maana mara nyingi Simba huwa anaonewa. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi Simba ni wapole, huwa wanafuata professionalism. Young Africans hawafuati professionalism kabisa. Walikomaa tucheze wakaandika hadi jezi mgongoni tucheze. Na kweli hawajacheza, lakini imagine leo eti wameandika mambo matano. Press inaitwa kwa ajili ya kuzungumzia kamati. Shame. Kwangu mimi ni aibu sana. Kama soka litaendelea hivi, ni bora tusiwe na mpira wa miguu. Haiwezekani timu moja kila siku wao ndo wanajifanya na nguvu kwenye nchi. Lakini wenyewe wamehoji. Wamehoji nini? Hawana mantiki, hawana hoja. Kamati inahoji, unahoji vipi kamati? Na kwa nini matukio yote wahisi kwamba Simba ndo wamependelewa? Na gani mpaka sasa hivi wao ndo wanaongoza ligi. Anaongoza ligi nani? Aliopendelewa nani kwenye dabi ya Kariakoo? Weka maiki mdomoni na kuuliza wewe. Young Africans anaongoza. Kwa kufanyaje? Iko juu pale kileleni NBC. Na kuuliza swali, anaoongoza kwa kupendelewa kwenye ligi ni nani? Hakuna timu iliyopendelewa. Kwenye dabi ya Kariakoo aliopendelewa ni nani? Weka mdomoni maiki. Nani aliopendelewa? Hakuna aliyependelewa. Simba sasa alipaswa kushinda ile mechi. Kwa offside. Ndio nakuuliza. Basi umuhimu wa VAR pengine unahitajika. Nijibu kwamba kamati imetoa pale. Binafsi mimi nisikilize. Kamati imetoa tamko kwamba na wewe ukiwa unakuja kwangu kunihoji, uwe kidogo umetulia, sawa? Ukiwa unakuja kunihoji mimi naongea vitu vya msingi, siku nyingine tutakuwa nakosana. Kwani pale kamati ya sasa 72 imesemaje? Imesema lile ni goli halali. Lile ni nini? Goli halali. Weka maiki mdomoni. Lile ni nini? Goli halali. Kama kamati wao wamekiri lile ilikuwa ni goli halali, si ndio? Vipi kwa upande wa Young Africans? Yanga Dube. Yanga walipaswa wao kushukuru Mungu mechi imeisha 0-0 kwa sababu ilideserve kwa goli, kwa sababu kamati wao wenyewe wamesema mwamuzi amefungia miezi 6 kwa sababu amekataa goli halali la Simba. Sasa nani aliopendelewa? Si Yanga. Hapo aliopaswa kuita press ni nani? Si ni Simba. Lakini Simba mbona hajaita press? Ameacha watoto hangaike. Simba ameshavuka hizo level. Simba ni mkubwa sana sasa hivi kimataifa. Kwa hiyo hawezi akaanza kufikiria mambo ya hovyo ambayo hayana msingi wote. So kwangu mimi nafikiri wananchi Young Africans wanapaswa kutulia. Wanasema hivi kwamba Mwalimu kwenye mechi dhidi ya KMC aliotea. Na kwa nini Ali Kamwe anatoa mapungufu ya kamati dhidi ya Simba? Mbona hawasemi, hajaongea kuhusu klabu yoyote ile? Zaidi ni kwamba Simba. Ukiangalia Young Africans wanaongoza. Yanga wanaongoza. Na Yanga ndio wanaongoza kwa madudu. Madudu yapi? Mengi mno. Magoli ya offside kibao tu msimu jana hivyo. Magoli ya penalti ya uongo msimu pia wameanza kuingiwa na mchecheto. Na mimi nikwambie msimu jana waloko wanalalamika zaidi ilikuwa Young Africans ambao walikuwa wanadai kuwa Simba wanapendelewa na referee, na kwamba kama isingekuwa huruma za waamuzi basi Simba angekuwa pengine nafasi ya 7. Wapi? Sisi wote sio wapumbavu na sisi wapuuzi, tunajua mpira, tunauona kwa macho yetu. Na mimi pia mimi ni muungwana sana. Yaani sijawahi kumpendelea na sijawahi kumsema mtu vibaya. Issue ni kwamba tuache kila eneo na kila watu wafanye kazi yao. Kamati ifanye kazi yao, klabu zifanye kazi yao, waamuzi wafanye kazi zao. Klabu haina power yoyote. Timu kama timu au msemaji kama msemaji hana authority, hana legitimacy ya kuipangia kamati ifanye nini. Kamati imekaa pale kwa misingi ya kanuni, taratibu na sheria. Kamati haiendeshwi na watu. Ndio maana nimetoka kusema hapo awali, kama Yanga wao wanataka hivyo waende, kwa sababu tumeona walimkataa mwenyekiti wa bodi ya ligi, wameleta mwenyekiti wa bodi ya ligi mpya. Walimkataa CEO wa bodi ya ligi, ameletwa mpya, sio? Kwa hiyo wale walioingia pale Simba ndio angelalamika kwamba kwa nini wale wameondoka. Kwa nini mwenyekiti wa bodi, nisikilize. Zitoa nini?
mpaka wanaondolewa, pengine uongozi pia wa TFF uliona kwamba kuna haja pia walikuwa wanaepusha shari. Wale TFF walifanya tu wafunika kombe, nani apite, Mwanaharamu apite, ilikuwa hivyo, wafunika tu ili Yanga wafurahie. Kwa hiyo kwangu nafikiri Yanga hawana hoja yoyote katika msingi wowote. Zaidi wanataka kuleta ajenda mpya ili Simba wasahau kwamba wamenyima goli halali na Simba wanyamaze kuhusiana na maamuzi yaliyofungiwa kudai goli lao. Simba ndo walipaswa leo mara baada ya kamati kukiri kwamba lilikuwa ni goli halali, Simba wamenyimwa. Simba ndo walipaswa kuita sasa waandishi wa habari, tumenyimwa goli halali na maamuzi amefungiwa miezi 6. Sisi tunanufaika vipi na kufungiwa kwa maamuzi? Kwa sababu maamuzi kufungiwa ni their business. Sisi haituhusu. Sisi tunataka goli letu. Kama goli lilikuwa halali, maamuzi imemfungia miezi 6. Sisi tunaomba ile goli liwekwe alafu tujue tumeshinda. Hiyo kanuni haipo. Kanuni haipo ndio maana Simba hawajaenda kuongea. Si ndio? Kanuni haipo ndio maana Simba hawajaenda kuongea. Sasa haya, Ali anapata wapi legitimacy? Unatamani kuona wakiweka hizo kanuni. Niliongea juzi nikasema, nimeongea wadau wangu wanafuatilia, nisema kwamba kanuni ziboreshwe. Maamuzi akifungiwa kama goli lilikuwa halali, timu fulani ilipaswa kupewa ile goli. Hiyo timu ipewe goli na ipewe ushindi wa point 3. Adhabu aliopewa referee mwamuzi yule kufungiwa miezi 6 ilikuwa ni inatosha adhabu hiyo kweli? Au walitakiwa waende zaidi ya hapo, pengine miaka 2 hadi 5. Yaani kwanza yule mwamuzi ilibidi ashushwe daraja. Alipaswa kupelekwa championship. Yule mwamuzi ni mwamuzi mwebeji ya FIFA. Anajua alichokifanya. Amewanyonga Simba waziwazi. Simba hajaenda kudai, lakini leo cha kushangaza eti Alikamwe na Yanga Afrika ndo anaenda pale kuzungumza. Bana bana vile, bana vile. Yaani kwamba Simba amebebwa. Na kati anaongoza mpaka sasa hivi ligi ni Yanga na Simba amebebwa wapi? Wakati Simba kule Zanzibar alipaswa kabisa kuondoka na ushindi. So kwangu mimi nafikiri katika mambo ambayo watu wanapaswa kuzungumza, wajenge uwanja wa mpira. Wamesema anataka kujenga uwanja wa mpira. Ndio hoja hizo. Jenga uwanja wa mpira. Wameanza kuleta shule ya watoto. Hiyo ndio story. Leo naanza kutuliza ajenda ambazo za kitoto hazina macho wala masikio wala pua wala mdomo, kwamba ili tu Simba leo story ya maamuzi kufungiwa na wao kwenye magoli dhidi ya Yanga ife. So ametengeneza propaganda, ni ajenda tu. Kwangu mimi waachane na mambo ambayo ni hovyo. Kama watataka kuendesha hivyo, waende wakakae pale kwa bodi ya ligi wakawasukuma, sababu hata walipo mpira mechi ilipohamishwa Zanzibar, wao ndio walikuwa kwanza kutoa taarifa. Kwa kama wao ni wako juu zaidi ya bodi ya ligi na bodi ya ligi wanaonekana wana makali, wao sasa ndio wakakae pale waendeshe bodi ya ligi na TFF yao, halafu waendeshe na klabu yao, halafu watu wengine waangalie wanafanya nini kwenye mechi. So mimi nimemind sana. Leo siko sawa. Hem, niacheni bana. Shukrani sana. The outside of his boot is Haaland. 2-1 to City. Haaland scores.